Nashangaa una ulinzi. Hamna shida. Naitwa Josiah John Luoga, katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe. Leo asubuhi ya tarehe 27 nimetembelea hospitali ya Kibena, halmashauri ya Njombe, kwa ajili ya kumsalimia katibu mwenezi wa chama cha Chadema BAWACHA Taifa, ndugu yetu Sigrada Mligo, baada ya kupata taarifa kwenye vyombo vya habari kwamba kwa bahati mbaya juzi tarehe 25 usiku alishambuliwa na baadhi ya walinzi wa Chadema ambao walikuwa kwenye kikao cha ndani wakijadili mambo mbalimbali yanayohusu chama chao, lakini likiwa ni sehemu ya maandalizi ya mkutano wao uliofanyika jana wa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa. Nimekuja kumuona hali yake anavyoendelea, lakini kimsingi siasa na mambo mengi tumejifunza vingi. Kwa kiongozi mkubwa kama mwenezi wa BAWACHA Taifa kushambuliwa na kiongozi kushambuliwa na mlinzi kidogo imetushtua kidogo, kwa sababu sio jambo la kawaida. Na kwa utaratibu, kwa mfano chama chetu, kiongozi wa kitaifa ni mtu mkubwa sana ambaye kwanza viongozi wa mkoa, wilaya, kata wote tunakuwa tuna nidhamu sana kwake kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini imetusikitisha sana kuona kwa kweli kiongozi wa kitaifa anapigwa mbele ya kiongozi mwenzie, kwa maana ya Sigrada amepigwa mbele ya makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa. Hii imekuwa ni tofauti kidogo. Kwa hiyo nimekuja kumwangalia dada yetu akiwa anapata matibabu hapa Kibena Hospital. Of course hali yake inaendelea vizuri, japo inabadilika kila wakati. Nafikiri shambulio lake lilikuwa ni kubwa. Kwa nini tumekuja kumwangalia? Kwa sababu sisi Chama cha Mapinduzi kupitia mwenyekiti wetu wa CCM Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan, tunahubiri juu ya 4R. 4R, moja ya mambo ambayo anasisitiza Mheshimiwa Rais, kwanza uvumilivu na kuheshimiana. Hii tumeiona kwamba kwa kweli wenzetu Chadema ni kama hawaheshimiani hivi. Sio vibaya, sio vizuri kusema hivyo, lakini ni kama hawaheshimiani, kwa sababu tumeona mawasiliano yake ndugu yetu John Heche akiongea na simu za waandishi wa habari, baadaye alizikata. Lakini hii inatafsiri nini? Inatafsiri hata Mheshimiwa Rais alivyokuwa makamu wa rais tumtembelea ndugu yetu Tundu Lissu akiwa pale Nairobi kwenye matibabu yake baada ya kushambuliwa, alienda kumtembelea. Yote hii ni kujenga umoja, mshikamano na upendo baina yetu, na kuwa vyama vya upinzani kwetu sisi sio vita. Na ndio maana ndugu yetu Heche na ujumbe wake amekuja Njombe, amefanya mikutano yake yote miwili kwa amani na utulivu kabisa. Na sisi tuliwaelekeza wasimamizi wa Mheshimiwa Mtaka, kwa maana ya mwenyekiti wa ulinzi na usalama mkoa, ndugu yetu Juma Sweda, kwa maana mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa wilaya, kuhakikisha wakija kwenye mkoa wa Njombe wenzetu Chadema wanafanya siasa yao katika hali ya utulivu, na wanafanya vizuri, na wanasema sera zao kwa wananchi. Na ndio maana mimi nilishiriki mkutano wao hapa Njombe, na nilienda Makambako, nilisikiliza sera zao, na naamini viongozi wengi wa CCM walishiriki, kwa sababu tungetamani kupata mawazo mapya ya kusaidia ujenzi wa nchi yetu. Kwa hiyo kilichotokea juzi tarehe 25 kupigwa kwa mwananchi mwenzetu wa mkoa wa Njombe, dada yetu Sigrada Mligo, kwa kweli Chama cha Mapinduzi tumejisikia vibaya sana. Vibaya, na tusingetamani jambo lijirudie. Na kwa hadhi ya kiongozi wa kitaifa tungetamani
tusingetamani jambo hili lijirudie tena, kwa sababu si afya kisiasa. Huwezi kuhubiri demokrasia kwenye mazingira ambayo ndani mnapigana. Chama cha Mapinduzi tunaweza kusigana kwenye baadhi ya mambo, lakini tunayamaliza kwa utulivu kabisa. Na sisi chama chetu tunafuata kanuni, katiba na taratibu zilizojiwekwa ndani ya chama. Kama kuna jambo halijakaa sawa, tuna kamati za maadili. Sijui kama wenzetu wanazo kamati za maadili, ambako huko naweza likaenda mambo yakajadiliwa vizuri tena kwa uhuru ulio sawa. Kwa tungetamani kwa kweli ili lisijirudie. Na kwa heshima tunayompa Sigrada hapa mkoa wa Njombe, ni heshima kubwa, kwa sababu tunafahamu ni mwenezi wa BAWACHA taifa. Amepita kwenye kura alipopambana na wenzie nchi nzima. Kwa ni mtu ambaye muhimu sana kwenye siasa zetu, na ndio maana mkutano wake anayoifanya hata kwenye mkoa wetu tunaiheshimu na tunaifuatilia, na ajenda zake tunazifuatilia, kwa sababu tunaamini ni mtu ambaye amepeleka mawazo kwenye mkutano mkuu taifa BAWACHA, na akaaminiwa na akapewa uongozi. Kwa tunaamini mtu muhimu sana. Tumejisikia vibaya sana kimsingi kama Chama cha Mapinduzi, na tusingetamani jambo lijirudie sehemu nyingine. Tungetamani kama wana migogoro yao ndani ya chama, basi imalize katika misingi ambayo ni ya kawaida, na isingeweza isiende nje na utaratibu wa kawaida. Asante. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameruhusu mikutano ya siasa, vyama vya siasa vifanye mikutano yao, na ndio maana ACT Wazalendo wanapita kila kona, wenye mashahidi. Ndugu yetu aliyekuwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amefanya mkutano pale Ludewa bila bugudha yoyote. Na sasa juzi ameingia hapa ndugu yetu John Heche kwa mkutano wake wa kisiasa aliofanya jana Njombe na Makambako. Mheshimiwa Rais angetamani tufanye mikutano yenye tija kwa wananchi na tuuze sera, lakini kwenda kupigana tena, hii sio sera tena. Maana tunaondoa ule utashi wa kisiasa ndani ya vyama vya kisiasa, na sisi Chama cha Mapinduzi ni chama cha kisiasa kimsingi, na ndio maana tunajaribu kulinda heshima ya chama chetu, na tungetamani vyama vya siasa vilinde heshima ya vyama vyao na tuheshimiane. Na sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe tungetamani vyama vyote vya kisiasa vije viwashawishi wananchi wa Njombe wavielewe kistaarabu, tuuze sera, na sisi tutakwenda jukwani, tutazungumza mambo tuliyoyafanya kwa miaka yote tulikuwa tunaongoza nchi au taifa, na wao waseme yale wangedhani tuyafanye kwenye taifa letu, sio lakini kupigana ngumi tena. Sisi tusingependa, na sisi na uwezi kusikia popote ziara ya Mheshimiwa makamu wa rais, makamu mwenyekiti Steven Wasira, unaiona inafanyika kila kona. Uwezi kusikia jambo kama hilo. Ziara za wenye viti wa jumuiya, uwezi kusikia jambo kama hilo. Ziara za makatibu wa jumuiya taifa, uwezi kusikia jambo. Sisi balozi wa nyumba 10 anaheshimiwa sana, na kwetu ni mtu muhimu sana. Sembuse mwenezi wa BAWACHA taifa, kwa kweli hatujisikia vizuri sana. Wangezingatia 4R za Mheshimiwa Rais, na sisi tunazitekeleza kwa vitendo, na ndio maana wamefanya mikutano yao hapa Njombe, wamefanikiwa na wamesema waliotaka kuyasema, wameondoka katika hali ya utulivu kabisa. Afande RPC ameelezea hali ya usalama kwenye mkoa wetu wa Njombe ni shwari kabisa, na utulivu wa kisiasa uko kwa 100%. Kwa hiyo Njombe tunawakaribisha wageni wote, vyama vya kisiasa vyote vije vifanye mikutano, vifanye vikao vya ndani, vifanye majadiliano. Chama cha Mapinduzi tutakuwepo kwa ajili ya kusikiliza yale ambayo yanaweza kukisaidia Chama cha Mapinduzi kusonga mbele. Na ifahamike kwamba Chama cha Mapinduzi ndio chama tawala, sio chama cha kulalamika. Tutasikiliza yote kutoka kwa wenzetu wapinzani, lakini hatutakuwa tayari kuona wakipigana mbele ya jeshi la polisi lililo makini kabisa mkoa wa Njombe. Hapana, huo sio utaratibu mzuri. Kwa hiyo usalama upo vizuri sana. Tunawakaribisha wananchi kutoka maeneo yote ya Tanzania kuja Njombe. Njombe ni mkoa wa uwekezaji, chuma na liganga tunacho hapa, uwekezaji kwenye maparachichi, viazi na vitu vingine vingi.
ngano na vitu vingine vingi. Kwa hiyo tunakaribisha wenzetu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi waje Njombe kwa sababu hali ya kiusalama iko vizuri. Yaliyotokea ndani ya Chadema haya ni ya kwao ndani ya chama chao. Na ndio maana tunalaani kama Chama cha Mapinduzi hatujajisikia vizuri kwenye siasa za Tanzania, hatujafikia level ya kupigana ngumi hadharani. Tena mbele ya waandishi wa habari na mbele ya viongozi wakubwa kitaifa, hapana, ili hatujajisikia vizuri. Na dada yetu Sigrada tunampenda kama kiongozi wa chama cha upinzani au chama rafiki. Tungetamani kwa kweli jeshi la polisi lichukue hatua zaidi baada ya kutoa zile taarifa za kwamba alipigwa na aliumizwa sana.